Simulizi Zetu Media inakuletea sehemu ya 12 ya simulizi nzuri kabisa na kwenda kwa jina la Labda Mapenzi Siyajui. Simulizi ambayo imekuwa ni nzuri kweli kutoka kwa mwandishi wetu Sam Dafur. Msikilizaji, mimi nakukaribisha sana katika sehemu hii hapa ya 12, lakini kwanza nataka kukukaribisha wewe ambaye bado hujajiunga kwa mwanafamilia wetu hapa katika channel yetu ya Simulizi Zetu Media. Basi hakikisha umesubscribe channel yetu, lakini pia usiache kulike, kushare bila kusahau kuandika comment yako hapo chini, na mara zote hakikisha unatuambia unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Audiomack, TikTok, Instagram pamoja na Facebook kwa jina la Simulizi Zetu Media. Lakini bado mimi naendelea kuwaalika na kuwakaribisha sana katika kundi letu la WhatsApp pale ambako ukituma ujumbe kwenye namba yetu ya 0757567253 basi moja kwa moja utaletwa katika familia kubwa sana ya wapenda simulizi wenzako. Huko ni stories kwa nyingi kweli yani. Basi karibu sana, karibie, lakini kumbuka ndiko hili bwana ni la mwandishi wetu nguli kabisa, mkali wa hizi tatu, na si mwingine bali anaitwa Sam Dafur. Na kusomea simulizi hii jina langu naitwa Tutu, na nitakukumbusha katika sehemu ya 11 bwana tulipata kuona Dorika pamoja na baba yake wakishirikiana katika kulipa kisasi cha aliyekuwa mume wa Dorika, yani Bernard. Na mtu wa kwanza kuuawa alikuwa ni Dr. bwana, na aliahidiwa kabisa kwamba atauawa. Sijui kwa nini hakujiwekea attention yoyote, lakini tumeona kwamba daktari amekuwa kwanza kuingia kwenye kundi la watu ambao wanaenda kulipiwa kisasi. Nini kinajiri, nini kinaendelea? Kumbuka binti ameolewa akaishi na adui ndani. Lengo ni kumaliza. Atafanikiwa na itakuwaje? Na vipi kuhusu inspector na uongozi wake? Ni kama vile wameanza kumuhisi mzee. Mbona kama mzee kuna njia anapita na tuzunguka? Maswali ni mengi sana, lakini nisiongee sana mimi na kukaribisha. Tunaendelea pale ambapo tuliishia, wakati ambapo Dorika aliachana na baba yake. Baba akiwa anarudi nyumbani, lakini Dorika akiwa anarudi nyumbani kwa mume wake ambaye aliondoka bila kumwaga, lakini pia alikuwa amemfungia mlango, si mnakumbuka? Sasa tunaendelea. Basi bwana Dorika alifika nyumbani kwa Allen kwenye majira ya saa 8 hivi. Alioga na akabadilisha nguo na kisha akajilaza kitandani, huku akimwacha Allen akiendelea koroma. Asubuhi ilipofika, Allen alishangaa sana kutana na Dorika pembeni yake. Alimwamsha, akamuita Dorika. Unasemaje? Dorika alijibu kwa ukali hivi. Mbona nijibu kwa ukali? Sasa si umeniamsha jamani. Unajua nashindwa kuelewa. Jana ulienda wapi? Allen aliuliza akihisi kwamba Dorika angejibu swali lake, lakini ndo kwanza hakuwa tena dalili ya kujibu ile swali. Kimya kilifuatia huku Dorika akiendelea kujifunika shuka. Dorika, sina kuuliza wewe? Allen aliuliza, na Dorika ilibidi amke kwa hasira sana. Akamwambia, bwana usinipande kichwani bwana. Jana nilienda wapi wakati tumelala wote hapo? Wewe vipi? Baada ya kuzungumza hivi alibeba mtu na kisha alitoka nje ya chumba. Allen alishikwa na mfadhaiko sana. Alirudisha kumbukumbu usiku wa jana. Alihisi yuko sahihi. Hivi ni kweli Dorika jana hakuwepo au alikuwa wapi? Yaani mbona sasa amekuwa mkali hivi lakini si alikuwa yupo? Alijiuliza peke yake huku akiangalia simu yake ambayo ilianza kuita. Nani huyo ambaye ameweka line tena jamani? Alijiuliza na kisha akaichukua. Alipotazama aliona ni jina la dada yake. Yes Kate, niambie, alisema, na kisha kimya kilifuatia huku sauti ya kilio ikisikika kwa mbali. Catherine alishindwa kuzungumza. Alikaa kimya huku akilia, na mwisho Allen alishikwa na hasira. Akamwambia, wewe vipi bwana, umepiga simu unalia tu nini? Kaka Dr. Ivan amefariki. Unasemaje? Amefariki? Allen alitamaki akitoa simu katika sikio lake na kuweka loudspeaker. Kile ambacho alikuwa amekisikia lisi labda ilikuwa si sahihi, na mara baada ya kumuuliza Catherine aliambiwa kwamba kila kitu na sehemu ambako mwili Dr. Ivan upo. Hatimaye simu ilikatwa huku akidi kufika eneo hilo muda ambao ni mfupi sana kutoka pale. Allen alipiga hatua hadi sebuleni ambako Dorika alikuwa amelala kwenye sofa na kisha akamwamsha. Catherine amenipigia simu anasema kwamba Dr. Ivan kafariki. Asa hiyo inahusiana nini na usingizi wangu? Dorika aliuliza. Akamtazama Allen. Ina maana usingizi ni bora kuliko hata hii taarifa? Ndio, mimi sio muhimu kwangu hata kidogo. Kwanza mimi mtu simjui. Kwa hivyo usinitoe hapa bwana kwa taarifa zako za ajabu. Hebu niache nilale jamani. Kwani vipi? Dorika alisema kwa jazba mpaka Allen akashangaa, hivi ndio yule mwanamke wangu kweli? Basi alijikuta anamtazama Dorika kwa zaidi ya dakika 3 bila kuongea kitu chochote. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka kwa hasira sana, na hasira ndizo ambazo zilikuwa zinamuendesha. Sawa umjui, basi hata kaniandalie basi maji nioge. Anyway upo kama zombie hivi. Kwani jana usiku nani mbele kuandalia maji? Wewe vipi? Dorika, ndio ni jina langu Allen. Niambie kuna nini? Alisema Dorika.
Allen aliona hana tena sababu ya kumlazimisha Dorika kwenda kumwandalia maji. Aliamua kuondoka na kisha alielekea katika bafu ambako alioga na kuweka sawa mwili wake. Alipomaliza alivaa vizuri na kisha alitoka nje. Kwa tunaondoka unabaki. Sio lazima tuende wote bwana. Wewe nenda kaniwakilisha tefu mwenyewe niko katika fungate bwana wewe. Sheria ya dini yenyewe hainiruhusu mimi kutoka sasa hivi. Kwani wewe Muislamu? Uenda tangu lini? Nenda bwana kaziki huko sijui msibani sijui pepo mengine ambayo unataka kujua utajua huko. Yaani wewe hata sio ya msingi bwana. Hebu niache bwana. Dorika alisema. Na alinyanyuka katika sofa na kisha akaelekea chumbani. Macho ya Allen yalimtazama Dorika huku akijiuliza kama kweli yule mwanamke alikuwa ni Dorika ambaye yeye alikuwa kimfahamu au ilikuwa vipi. Alijikuta akichoka na mwisho kabisa aliamua kuondoka katika eneo lile. Sasa ni nyumbani kwa Dr. Ivani ambako ni tunakuta mazungumzo hapa ambapo kuna mmoja anasema kwamba unajua ni kweli jana usiku nilikuwa naye lakini niliachana naye mpaka kwake na mimi nikarudi nyumbani kwa hivyo mimi sikumbuki kitu chochote. Alikuwa ni Catherine ambaye alikuwa akihojiwa na akaulizwa tena wewe lakini ni mtu wa mwisho ambaye alikuwa na marehemu. Akasema ni kweli kabisa sikatai kwamba mimi nilikuwa ni mtu wa mwisho lakini inasemekana kwamba amekufa kwa pombe kwa hivyo mimi sijui chochote na sijui ilikuwaje. Na ukisema kwamba nilikuwa mwisho kweli uko sahihi bwana polisi. Alikuwa akiulizwa maswali ambayo mwenyewe alikuwa elewi. Basi mwongezeo alikuwa anasikilizwa na Allen ambaye alikuwa pembeni kidogo. Na aliamua kusogea mahali pale na kisha alimuuliza dada yake. Hivi jana ulikuwa naye? Ndio. Na nilimwambia kwamba mimi navuja siwezi kulala kwake. Basi niliondoka. Sasa nashangaa asubuhi napigiwa simu kwamba amefariki. Catherine alieleza. Kwani alikuwa amelewa sana? Kama alilewa basi huenda alienda labda kuongeza pombe. Lakini kabla hapo hakuwa amelewa. Yaani hakuwa amelewa kiasi kwamba tuseme eti naweza kuanguka sijui kufanyaje. Hapana, alisema Catherine. Malizo Catherine alimfanya askari kukuna kichwa huku akitafakari nini labda kitakuwa kilitokea. Basi hakuna shida. Nitakuja tena kwa wakati mwingine kwa baadhi ya mambo mengine, alisema askari na kisha aliondoka mahali pale na aliwaacha na familia wakiongea. Catherine alimtazama kaka yake na akamuuliza, "Dorika yuko wapi?" "Nimemwacha anaumwa, yuko vizuri kiafya." "Ndio ameshindwa atakuja?" "Hapana, huenda akaja hata baadaye. Sijui unajua yule bwana mambo mawili yameingiliana ghafla." Allen alimtetea Dorika. Hakuwa tayari kusema hali ambayo alikuwa ameacha nyumbani kwake kwa kuhisi kwamba Catherine labda angepata hasira. "Na vipi kuhusu kina Rango na Devinyo wamefika hapa?" aliuliza Allen. "Sijawaona." Wale pale." Catherine alisema huko akionyesha kidole kina Devinyo ambao walikuwa ndo wanaingia mahali pale. Kwa hatua za mtu mwenye haraka, Allen alisogea hadi katika eneo ambalo kina Devinyo walikuwepo. "Azee, imekuwaje tena mbona sielewi?" aliuliza Allen. "Kama ambavyo uelewi na sisi ndo atuelewi hivyo." Aisema mwanangu, acha tu. Yaani jana hapa tulikuwa tukipiga story yani kifo hichi. Rango alikuja kaongea tena. Ila Azee, ni kweli kwamba jamaa akajiua jana au kuna mkono wa mtu? aliuliza Allen. Uongo dhambi wanangu, hapa kuna mwana tutakuwa amehusika. Alafu naambia polisi wamemkuta sio na karatasi sio kina herufi B. Sasa sio ndio inakuaje hapo? alisema Devinyo. Sasa wote walijikuta ndo wanaanza mada mpya kujadili hiyo B ilitokana na nini. Ni Bablina au nini sasa? Famba aliuliza. Kwani aliwahi kuwa na demo ambaye anaitwa Bablina? Allen aliweka swali. Kuna sasa huyu anaitwa Tano alianza kuongea lakini kabla hajamaliza simu yake ilionekana kuita. Alitoa na kutazama namba ilikuwa nyingine ikabidi asogee pembeni ili kuongea nayo. "Hey, nani? Sorry," alisema. "Sijali, mimi ndo huyo B ambaye nimemua rafiki yako na wewe pia jiandae kufa sawa." Sauti ya kike ilisikika na kisha simu likatwa. Alipojaribu kupiga tena simu ilipokelewa na mwanaume ambaye alimwambia, "Brother, umekosea namba." Tano alitamani kuwashirikisha marafiki zake kile ambacho alikuwa amekisikia lakini alisita mara baada ya kuona wenzake wakiwa wamezunguka katika kilinge huku Catherine akiwa katikati. Ikabidi apige hatua hadi katika eneo lile na ili kwa mara nyingine apate kujua walikuwa wakiongea kitu gani. Aliyekuwa anaongoza kikao kile hakuwa mwingine bali alikuwa ni Catherine ambaye alionekana akiongea kwa uchungu sana. "Kaka, unahisi kama sio Marcus na mawivu yake atakuwa nani mwingine ambaye anaweza kufanya ujinga kama huu?" "Nani mwingine?" Catherine aliuliza. "Jamani, kiukweli mimi niko katika njia panda hata sijui nisemaje." Allen alisema. "Kwani huyu Marcus ni nani? Alikuwaje?" aliuliza Devinyo akikunja ndita. Catherine akaanza kuelezea uhusiano wake na Marcus hadi pale ambapo ulisha. "Aisee, huyo mpuzi ndo amehusika." "Ni wewe ndo amehusika. Yaani lazima na hapo ni wivu tu. Anakaa wapi?" aliuliza Devinyo kwa hasira huku akimwangalia Rango ambaye alikuwa na hasira mno. "Wakati ninyi mnafanya utaratibu wa kuzika, hebu tupeni location ambako tunaweza kumpata huyo boya. Tumuue naye kesho azikwe mpuzi wewe," alisema Rango.
Basi wote walijikuta wanamzungumzia Marcus, na katika namna ya kwamba yeye ndo alikuwa mhusika katika mauaji ya rafiki yao Dr. Ivan. Hakuna ambaye alitafakari kuhusu upande mwingine wa shilingi wa tukio ambalo lilitokea miezi kadhaa nyuma. Kwanza lichokuwa ni mbali sana kwa kukumbuka. Basi Tano alikuwa kimya mno. Kila alipotaka kuchangia moyo wake ulimsuta, lakini baadaye aliona ni bora kama akiungana tu kumtafuta Marcus, yeye ndo atasema kila kitu kuhusu kifo cha Dr. Ivan. Walijikuta wakitawanyika katika kiringe, huku Catherine na kaka yake wakibaki, lakini Davino, Tano, Fwamba pamoja na Rango waliondoka wakiwa na ramani kamili ya wapi wangempata Marcus ambaye alitakiwa kuuawa, na amri hii ilitoka kwa Catherine. Don't dare to kill him without my existence. Msijaribu kabisa kumuua bila mimi kuwepo. Ilikuwa ni sauti ya Catherine akiweka msisitizo wakati wakitawanyika. Sasa ni usiku wa saa 3 ambapo kina Davino walikuwa tayari wamefika nyumbani kwa Marcus, tena wakiwa na silaha za kila aina. Walivunja mlango na kuingia ndani. Walimkuta Marcus akiwa na Warda wakila raha zao za maisha. Hebu tuliza shimo imanzi, vinginevyo tunamwaga hapa upupu sasa hivi, sawa? Davino alisema tena kwa mkwara. Nyinyi akina. Basi kabla Marcus hajaanza hata kuongea alichokuwa anataka, bunduki ilitua katika meno yake ambayo ilifanya kudondoka kwa meno mawili ya mbele. Warda rudi nyuma, na raha kile ambacho kwa kinafanyika ilisha kabisa. Akili yake iliruka kuona kama alikuwa na sababu za kupiga kelele ya wafanyaje. Alimtazama Marcus ambaye mkono mmoja ulikuwa mdomoni huku akijaribu kuongea kwa herufi kubwa. Kwa nini umemua mshikaji wetu? Rango aliuliza huku akiseti sindano kwa ajili ya kumchoma Marcus. Swali hili halikujibiwa hivi bali kipigo kilifuata, tena kipigo cha mbokoko. Maskini Marcus. Kufuatilia kwake Catherine kwa tamaa ya pesa ambayo nayo ilikuwa ni mipango yake na mpenzi wake ilikuwa imemponza. Light kama angejua kwamba Catherine na kakake tayari wameshakuwa magaidi, hata singeendelea kumfuatilia na kumtaka rudiane. Hebu mpige Umanzi kwanza risasi maeneo, kumpige kwanza, afu mwanaume atatuambia kwa nini amemua mshikaji wetu, Davino alisema. Tunahitaji kupoteza risasi jamani kwa ajili ya msichana kama huyu. Hizi sindano kila mmoja mchome katika eneo ambalo anajisikia na roho yake itafurahi, alisema Rango akiwakabidhi wenzake sindano. Basi wote walishika sindano katika mkono. Warda alijaribu kuomba samahani na alitaka achiliwe, lakini mbele ya magaidi wale ambao waliongozwa na Davino hakukuwa na msamaha. Zilikuwa sindano zaidi ya 5 na zilisha katika mwili wake, huku wengine wakirudia kumchoma. Wapo ambao walikuwa kimchoma katika macho, wapo ambao walimchoma katika matiti yake, na wapo ambao walichoma sehemu nyeti kabisa hadi Warda alipoanza kufariki. Marcus alimtazama mpenzi wake akifariki mbele yake. Alitamani kugeuka na kuwa msaada, lakini hakuwa na uwezo huo. Kila alipokuwa akijaribu kujitutumua, alirudishwa nyuma na kupigwa kama mbwa koko. Kinachofuata? Fwamba aliuliza huku akimalizia kumchoma sindano ya sikioni Warda. Buruza hii mbwa mpaka katika ile gorofa pale na ndo atenda kufia pale, Davino alisema huku akisogelea katika begi ambalo walikuja nalo na kutoa dumu na lita 5 ya petroli. Tunamburuzaje sasa? Aliuliza Rango. Okay. Tumfungie katika buti, Davino alisema, na walimwagiwa mafuta mwili wa Warda, na kilichofuata ilikuwa ni tukio la kuondoka hadi mahali pale, lakini kabla ya kuondoka alihakikisha kwamba Warda anachoma moto akiwa chumbani, ambapo njiti ilitolewa ndani ya kiberiti na kisha iliwashwa na kudondoshwa, na kisha hao waliondoka mahali pale, huko Marcus ambaye hakuacha kulia na kusaga meno akaendelea kupiga kelele. Na tunatoka pale tunarudi nyumbani kwa Allen, ambako tunamwona Dorika akiwa chumbani kwake akihesabu sekunde katika saa yake ambayo ilikuwa kwenye simu. Alitazama namba ambavyo jinsi gani zilikuwa zinabadilika, na ghafla simu yake iliita. Alipotazama aliona jina la Allen, akapokea. "Niambie," alisema Dorika. Sorry wife, siwezi kurudi leo hapo nyumbani." "Kwa nini?" Si upo katika fungate, kwa nini usirudi?" "Ya, najua, ila kwa hali ambayo inaendelea huku sasa hivi hapa msibani, nadhani natakiwa tu nikae hapa. Unajua dada pia hayuko sawa." "Oh, good luck," alisema Dorika, na kisha alikata simu. Simu ya Allen aliona kama inampa nafasi ya kukamilisha kile ambacho alimwambia Fwamba asubuhi ya siku ile. Aliamua kwenda kuoga na kisha arudi na kuvaa nguo zake za kazi kama kawaida. Akaelekea katika kabati ambako jana aliweka karatasi pamoja na peni. Alichukua, akasogea katika meza na akaandika herufi nyingine ambayo ilikuwa ni E. Alikoleza hii herufi huku akiweka tabasamu, akasema, "Kinachohitajika hapa ni kila mmoja kuondoka na herufi yake hadi siku na waua hawa wote
ndio atajua herufi hizi zilikuwa zina maana gani. Aliweka ile karatasi katika matiti, akarudi tena hadi chumbani katika chumba chake ambako alibeba funguo na simu, na ilikuwa inaita na alikuwa anapiga. Alikuwa ni baba yake. Alipokea na akatoka nje. Ndio baba, uko tayari? Ndio niko tayari. Leo sina hakika sana kama tutaweza kukamilisha hiki kitu kwa wakati, alisema Solomon King. Kwa nini? Wamemteka Marcus na wapo katika ile ghorofa pamoja na Tano. Marcus tena amekuaje? But okay, utanisimulia katika gari, hakuna shida. Kikubwa kinachohitajika ni kuhakikisha kwamba tunaoa no matter what. Hata kuwafuata huko, alisema Dorika, na kisha alikata simu. Alipiga hatua hadi nje kabisa nyumba yao, akafika katika gari la baba yake na kupanda tayari kwa safari ya kwenda kumuoa huyo Tano. Basi Dorika alipopanda katika gari ya baba yake, walitazamana kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, unaonekana kama mtu ambaye unatabasamu. Sikuwahi kuwa natabasamu kwa miezi 6 tangu kufa kwa Bernard. Dadi, acha tu, kuna muda namkumbuka sana Bernard wangu, lakini sina jinsi, Dorika alisema, na kisha alikaa vyema katika siti yake na akaendelea kuongea. Kwa hiyo wamemteka Marcus kwa nini? Solomon King alifikiria sana swali la binti yake kisha akatabasamu. Uso wake ulikuwa mpana kiasi kwamba lile swali lilikuwa ni kama limemfresh hivi. Akamwambia, kuna raha ya kuwa karibu na adui yako. Ndio maana hata Ibrahim aliweza kumpinga baba yake Yusufu, na alikulia katika nyumba mfalme akiangalia Firauni pamoja na Musa. Hao wote walikuwa kama ndugu, lakini mwisho walikuja kugeukana. Baba, umeanza sasa, mbona mimi sijakuelewa? Basi kimya kilipita kiasi, huku Solomon King akitoa simu yake mfukoni. Aliangalia kidogo na kurudisha tena katika mfuko, afa akasema, ngoja nikwambie kitu ambacho hata jana nilikwambia. Ili umuoe adui yako, usimchukie, bali mpende, na awe anakufa mara mbili. Moja ya hofu ya kuhisi kwa nini unampenda, na pili utakuwa unajua unafanya nini. Hata hivyo sio muda wa kukaa, nimejua namna ya kumpata yule mtu ambaye leo anatakiwa kufa. Dorika alifikiria maneno ya baba yake kwa zaidi ya dakika hivi, na kisha akarudisha swali kwake na kuuliza, njia ipi sasa? Tayari nimepiga simu kituoni na nimewaelekeza maeneo yale kuna nini, la nimetumia namba nyingine. Namba ina jina ya nani? Tusije tukawa tunakurupuka. Mimi ni mtaalamu mwanangu, akili yangu inafanya kazi. Kuna wakala wakati anataka buku ya kuniuzia line, hakujua ile buku itampa madhara kiasi gani. Hata hivyo nawapigia simu polisi. Hiki sio kitu cha kutisha sana, hebu tuondoke kwanza, alisema Solomon, na kuondoka katika eneo lile akielekea katika nyumba ya Tano. Solomon King alifahamu wazi kwamba endapo akipigia polisi na kuwapa taarifa kuwa katika eneo lile la ghorofa kuna tukio la kihalifu ambalo linatokea, polisi watafika katika eneo lile. Endapo watafika, kama watakuwa wamewahi kuenda kina Davinyo, watafanya mambo kwa kukurupuka, na baada ya hapo watatawanyika na kuelekea njia moja. Kwa hivyo alikuwa na uhakika mkubwa kwamba Tano ataelekea nyumbani kwake na sio kuongozana wote katika eneo la msiba, na ndio maana aliamua kufanya ule mchezo. Sasa gorofani ilionekana watu kama 6 hivi wakiwa wamemzingira mtu ambaye alikuwa amepiga magoti huku akiwa amefunikwa kitambaa usoni. Watu hao hawakuwa wengine bali ni Catherine na wenzake ambao walikuwa mahali pale kwa lengo moja tu la kukamilisha kifo cha Marcus. Na baada ya kumuuliza maswali kadhaa, kuna mmoja akamwambia kwamba najua hunijui vizuri Marcus, lakini ni kwa sababu niliishi na wewe kipindi chote, ukachezea sana sehemu zangu kama ambavyo ulikuwa unataka, na muda mwingine nilikuwa na kutunuku bure kabisa, nakupa na pesa, lakini yote yalikuwa sehemu ya mapenzi. Huyo alikuwa ni Catherine ambaye alikuwa ameshika kisu akisema, na akamsogelea Marcus na kumtoa kitambaa ambacho kilikuwa kimemziba uso. Macho ya Marcus yaliona mwanga kwa mara nyingine. Alijikuta akihesabu watu waliokuwa katika eneo lile huku akitaka kuomba msamaha. Lakini hilo halikutosha. Catherine aliendelea kuongea. Zaidi sana ukatoka na rafiki yangu. Unajua nilipata maumivu ambayo ningesema kwamba nisimlie, sidhani kama unaweza kuelewa. Yaani sidhani, lakini ni maumivu ambayo nilipata makubwa sana kwenye maisha yangu. Lakini ukaona bado hujamalizana na mimi, ukaamua uje umuue Dr. Ivan. Hebu niambie wewe kaka, nimekosea nini mimi? Catherine alisema, na kisha alimsogelea Marcus na kumkata sikio moja. Sikio la kulia lilidondoka chini huku damu zikifuatia kwa wingi. Marcus alijikuta akipiga kelele, lakini ukelele wake ulizimwa na sauti ya muziki kutoka maeneo mbalimbali ya jiji. Wazee, kuna mambo mengi ya kufanya bwana, kama vipi mtupeni tu, Tano alisema huko akiangalia saa yake. Ndio bwana, fanyeni hivyo. Famba ambaye aliwasha bangi pia alisema. Basi Catherine aliwasikiliza wote, akamtazama kaka yake ambaye alionyesha ishara ya kutaka achinjwe. Muue, kama uwezi leta sisi tukufundishe namna ya kuua, Davinyo alisema kwa kutoa kisu katika eneo la kiuno chake.
Mkono wake wa kulia ulishika kisu kile na kisha alipiga hatua hadi karibu na Marcus na kisha alishika nywele zake na kuzichuna ngozi. Alikuwa ameendelea kuzishika nywele zile na mmoja akamwambia, Buda, unaua mtu wetu bwana. Jamaa, hivi wewe jamaa kwani ulijiamini nini? Yaani ilikuwa juu kamuua ndugu yetu. Davinyo alikuwa akiongea akiwa na hasira, kana anamtazama, anatazama ile ngozi ambayo alikuwa ameichuna kwenye nywele. Jamani, mimi sijaua. Marcus akaanza kujitetea huku machozi pamoja na damu zikiendelea kumtoka. Ndio maana mimi sipendewi kufanya kazi na mademu ise. Sasa si turahisishe tu, alisema huku akijiandaa kumpiga teke Marcus. Alirudi nyuma hadi hatua 5 hivi na kisha alipofika katika eneo ambalo alihisi kukimbia anaweza kupata nguvu, alianza kukimbia. Alifika karibu na Marcus na kisha alimpiga teke ambalo ilimpeleka Marcus chini ya ghorofa. Kila mmoja alipigwa na butwa, lakini ndio hivyo, Rango aliamua kurahisisha zoezi. Imekuwaje mbona? Catherine alitaka kuuliza, lakini kabla hajamaliza king'ora cha polisi kilisikika na hivyo hawakuwa na uamuzi mwingine zaidi ya kukimbia katika eneo lile. Kila mmoja alitafuta upenyo wake ili kunusuru maisha na kila mmoja aliweza kukimbia. Sasa ni dakika 20 mbele ambako tunaona ni mazungumzo kutoka kwa Dorika, ambapo akisema kwamba anaona ni yule pale na karibia kufungua geti la nyumba yake. Kwani anaishi mwenyewe? Ilikuwa ni sauti ya Dorika. Akamuuliza baba yake huko akinyosha kidole ambako 5 likuwepo. Yaani kama walivyopanga ndivyo ambavyo ilikuwa. Hata mimi ningekuwa jambazi ningeishi mwenyewe kama huyo, alisema Solomon King. Kwa nini? Kwa sababu hizi kazi ni hatari kuliko hata usalama wa taifa. Muda wote unapoteza ndugu zako. Okay, tuenzetu. Solomon King alisema huko kimtaka Dorika kushuka kwenye gari na kwenda kumkamata 5 kama sio kumteka. Akiwa mwenye wasiwasi mkubwa, 5 alifungua mlango wa geti, lakini ghafla alisikia kama akiitwa hivi. Alijikuta anafanya kosa kubwa sana kwa kugeuka nyuma. Ngumi nzito ilitua katika eneo la jicho lake la kulia ambayo ilianzisha kudondosha damu. Alipotaka kujiweka sawa ili kukabiliana na mtu ambaye alikuwa mbele yake, alishtukia sindano ya shingo imetua na damu iliingia katika mwili wake. Ghafla hima yake ilikuwa ya shida, alishindwa hata kutamka neno, akapoteza fahamu. Kumbe hata nguvu hana, Dorika alisema akicheka. Bila kutumia akili ambayo tumetumia, tungeshindwa juu huyu ni jambazi, alizungumza Solomon baada ya kuanza kumshika ile kijana na kuanza kumburuza. Baba sana unampeleka wapi? Hataki kumaliza hela ya mafuta bwana. Kwa nini tusimulie tu hapa kwake? Okay, hakuna shida, Solomon alisema na kisha alianza kumkagua 5. Funguo nyingine zilipatikana katika mwili wake, kitu ambacho kilifanya kutambua kwamba zile zilikuwa za ndani ya nyumba. Walifungua geti na kuingia ndani ya nyumba moja kwa moja huku akiwa wanamburuza 5. Walipofika sebuleni, walimweka 5 katika sofa na kisha akamsogezea meza na kuwasha runinga. Dorika alipiga hatua hadi katika friji ambako alikutana na pombe mbalimbali. Aliamua kuzikusanya zote, nyingine alizifungua na kuzimwaga, huku nyingine akizivunja na kusaga vyupa na kisha aliweka katika glasi huku akichanganya na pombe. Unataka kufanya nini? Mzee aliuliza. Kumuua? Ndio kifo gani hicho? Kipo, ni kibaya tu, ni kifo tu. Wewe subiri. Mzee alijikuta anaweka tabasamu. Hakutaraji kama Dorika angefanya kile ambacho alikuwa anakifanya. Kwenye friji kuna maji? Mzee aliuliza. Sina hakika, hebu angalia kwanza. Hatua za mzee zilimfikisha hadi katika friji, alitazama na kukuta maji yakiwa baridi mno. Yalikuwa katika dumu kama la lita 5 hivi. Alichukua na kisha yarudi pale ambako 5 alikuwepo, alimwagia maji yale. 5 alijikuta anazinduka kutoka katika usingizi mzito sana. Alitazama mbele yake, alikutana na sura mbili ambazo aliwahi kuziona siku ya harusi yake, siku ya harusi pekee, na baada ya hapo hakuwahi kuona tena. Kuna nini? Aliuliza 5 kwa sauti yake ambayo ilikuwa na kitetemesha hivi. Kuna kile ambacho ulikuwa umekitengeneza miezi 7 nyuma, na hii ni juice kunywa mpendwa, alisema Dorika akimpa 5 glasi ya pombe ambayo ilikuwa imechanganywa na vyupa. Akili ya 5 ilisita kupokea glasi ile. Alitazama kwa sekunde akasema, kwa nini akina nani? Ona ulivyokuwa mjinga. Yaani swali la kwanza linakuwa la mwisho, la mwisho linakuwa la kwanza. Anyways, mimi ni yule ambaye nilikupigia simu, Dorika alisema na kisha alisimama na kujizungusha hivi. Umeniona? Dorika, hatuna muda wa kupoteza, baba alisema. Najua dadi, ni hivyo tu nilikuwa namuonyesha utamu wa dunia ambao anauacha, alizungumza Dorika huku akimpiga ngumi ya jicho 5. Ngumi hii ilikuwa ni nzito sana, ilimyumbisha 5 na Solomon King alipiga hatua hadi karibu yake na kisha akamwambia anywe kile kinywaji huku akiwa amemwekea kisu katika shingo yake. 5 hakuwa na jinsi, alikunywa. Kifo chake ndipo kilianzia hapa. Alihisi kuumwa na tumbo isivyo kawaida. Kukupa hii inakutosha, right?
alisema Dorika akitoa karatasi ambayo iliandikwa herufi E na kudondosha chini. Tuondoke sasa, alisema Solomon King, na kisha alifungua mlango na kuondoka mahali pale, huku akipaacha kama sehemu ambayo ni mtu alikuwa anakunywa pombe na ndo ambayo ilikuwa imemuua. Sasa ni siku ya pili asubuhi katika kituo cha polisi ambako kuna mazungumzo yanaendelea. Unajua, this is too much inspector. Unajua hadi nashindwa kuelewa nani ambaye anaendesha mauaji. Hawa wawili ni wapenzi, lakini huyu ambaye alikufa juzi na huyu wa jana ni watu ambao wana mahusiano. Yaani kivipi? Yaani ni watu ambao walikuwa kama wanahusiana hivi. Ni nini kinaendelea? Ilikuwa ni sauti ya Mavunde wakati akichangia hoja katika kikao cha ghafla ambacho kilitishwa na Inspector Salim. Inspector Salim mara baada ya kupokea taarifa ya vifo vya watu 4 ndani ya siku 2 aliamua kuitisha kikao kwa lengo la kujadili nini ambacho kilikuwa kinasababisha mauaji yale. Unajua hata mimi naona hivyo, sababu huenda mauaji ambayo anafanywa na huyu mtu wa kunywa sumu na yule wa gorofani ni kama vinafanana hivi, lakini huyu wa jana hapana, alisema Alvando. Tausi muda wote alikuwa kimya huku akiendelea kuwasikiliza wenzake ambao walijadili kile ambacho walikuwa wanakiona. Kikubwa ambacho mimi nahisi huenda kuna pande mbili kinzani, maana haiwezekani mmoja jana afe katika gorofa na mwingine aje kufa, au kuna bifu ambalo linaendelea baina ya watu, Inspector Salim alisema akimtazama Tausi. Mbona uko kimya sana? Kwa nini? Aliuliza Mavundo. Kuna kitu ambacho katika mauaji mawili nimekipata na hapa ndo tunatakiwa kufanya kama sehemu ya kini chetu, alizungumza Tausi akisimama na kuelekea katika ubao. Alishika chaki kaandika herufi B, ikafuatia herufi E. Alitazama wenzake akasema, herufi ambayo itafuatia hapa ndo mtu ambaye anafanya yote haya. Aliweka kituo na kisha kaendelea, all we need ni kujua ni herufi gani itafuata na kwa nini mtu ambaye anafanya haya mauaji anaweka herufi kwenye kila hatua. Hata hivyo mwandiko wake ni wa kike na si wa kiume, jukumu lipo kwetu. Alisimamisha mazungumzo yake kwa namna hii. Huyu ambaye ni anaitwa Afande Tausi. Sasa bwana, zilipita wiki 2 bila hata kusikika habari yote kuhusu kifo. Polisi kama kawaida yao waliendelea na upelelezi kuhakikisha kwamba wanampata mtu ambaye anahusika na mauaji ya watu wote hao, lakini kwa bahati mbaya haikuwezekana. Inspector Salim hakuacha kwenda kumuuliza Solomon King, na muda mwingine alimuuliza japo kwa uchache, huko akimsisitizia kwamba kama anahusika na jambo lile basi aache mara moja kabla sheria ijechukua hatua yake, lakini Solomon alimpinga na kumsisitizia kwamba yeye hakuwa anahusika katika kesi ile na alishachana nayo kabisa na aache kabisa hata kumuuliza. Basi upande wa Dorika, yeye aliendelea na biashara zake huku akimnyima nyumba Alan kwa kigezo cha kwamba alikuwa akiumwa mno tumbo, na kuna muda aliweka hadi tomato katika sehemu zake za siri, na kisha alikuwa akivaa taulo za kike ili mradi tu Alan asione ndani. Basi kuzidi huku kulimfanya aendelee kupata mashaka Alan, ambaye aliamua kumshirikisha ndugu yake juu ya kile ambacho kinaendelea. Hivi unajua Dorika sasa hivi mbadilika, yani sio yule mke wangu mwanzo. Kwa nini sasa? Kuna nini kinaendelea? Anashindwa kabisa hata kunipa haki yangu. Kibaya zaidi anasema kwamba mirija sijui kwenda mwezini, sijui imechanganyikana maji sijui na nini, au nianze mimi sijui hata sijui nianze kuchepuka, ni sielewi. Yaani sijui kukutana naye tangia nimemuoa. Labda ni kweli, maana kuna muda wanawake siku zetu zinabadilika na wengine pia wanachukua siku nyingi tu tangia wengine mwenzini. Hata kama ndio wiki 2 kweli jamani mfululizo, alalamika Allen. Ushauri pekee ambao Catherine alimwambia kaka yake ni kwamba atamuita Dorika na atakaa chini watazungumza. Na watazungumza mambo mbalimbali ambayo atakuwa akiendelea, na kama kuna ugonjwa basi ufanye taratibu za kwenda hospitali. Basi bwana, ilipofika jioni Catherine alikwenda nyumbani kwa kina Dorika, ambako alimkuta Dorika akiwa anachezea simu sebuleni. Miguu ilikuwa juu ya sofa na Allen alikuwa jikoni akiandaa chakula. Naona unakula zako bata tu, alisema Catherine baada ya salamu. Hicho ndio ambacho kimekuleta? Dorika aliuliza kwa dharau kwa kikasao. Catherine alipigwa na butwa. Hakuamini kama jibu lile alikuwa amepewa na limetoka kwa Dorika. Alishamzoea Dorika kwamba alikuwa ni mpole ambaye hana hata mambo mengi. Akamwambia, kwani kuna shida mimi kuuliza hivyo? Utajua mwenyewe bwana. Vipi kuhusu kaburi la mama, mnapalilia au mtaliacha tu? Dorika aliamua kubadilisha mada huku akisimama. Hilo lipo juu yetu, lakini hata unaweza kufanya hivyo. Catherine alijibu akimtazama Dorika ambaye alishaanza kuondoka katika eneo lile. Masikio Dorika alipitisha kauli ya Catherine, na kwa haraka mno alifika katika ubongo wake kwamba kauli yake ilikuwa na majibu ya maswali yaliyotokea. Lakini hivi nyinyi ndio ambao mlimuoa? Si mlifanya hivyo wenyewe? Hiyo kazi mlifanya peke yenu, si ndio? Aliuliza, na bila hata kusubiri jibu alisonya na kuelekea chumbani. Basi Catherine alishtuka mno. Alijikuta akitetemeka mwili wake wote.
hakuwa anaamini mabadiliko ambayo yalitokea kwa muda mfupi sana kwa Dorika. Alijikuta akiwaza kwa sauti ya binafsi hivi, akasema kama sio mwanaume anampelekea moto, basi kutakuwa kuna jambo ambalo litakuwa na jambo, yani lazima. Basi wakati anawaza hivi, kakake alifika mahali pale akitokea jikoni, huku mkononi akiwa ameshika flampen. Kwa kuwa alikuwa katika dimbwi la mawazo, akujua kama Allen alikuwa katika eneo lile hadi alipoitwa. Catherine, are you okay? Ya, niko sawa kaka, alijibu kimashaka hivi. Unaonekana kama akili yako iko mbali sana. Nini kwa unawaza nini? Nahisi kama tunahitaji kuongea kaka. Okay, hamna shida. Dorika yuko wapi? Yuko ndani, ameingia ndani, Catherine alisema, na Allen arudi jikoni na kuweka flampen na kisha alielekea hadi chumbani ambako alimkuta Dorika akiwa amelala kama usha. Mke wangu amka. Kwa nini mimi nikwambie kuhusu kuniamsha jamani? Kama unapenda kuamsha watu, sio ndo kama amsha mama yako huko makabrini jamani. Kwa nini unapenda kuniamsha? Dorika alijibu na kisha akajifunika shuka kwa mara ya pili. Unasemaje wewe? Hata matangazo ya vifo siku hizi huwa hawarudi. Najua umenisikia, alisisitiza Dorika. Akili ya Allen ilijawa na hasira sana. Alijikuta akimtazama Dorika bila hata kummaliza huko ndani kichwa chake, akipokea mawazo mbalimbali ya nini akifanya kwa mwanamke yule ambaye alikuwa ameanza kumpanda kichwani. Huyu naisi atakamnisahau huyu, yani huyu. Wewe mimi nitakuja nikubutue, Allen alisema akianza kukunja ngumi. Kama unataka kujua nini ambacho kinaendelea kati yetu, basi jaribu kunja ngumi yako, Dorika alisema, na yeye akainuka kitandani. Mazungumzo yao aliyasikia Catherine ambaye alihisi huenda angepigana kweli, na yeye akutaka kuona jambo hilo likitokea mbele yake. Akapiga hatua hadi katika chumba cha mlango wa kaka yake na kisha akagonga. Kaambia Allen, stop it, hebu njoo tuongee, alisema. Basi Allen akawa na ziada licha ya hasira kumpanda, lakini ilibidi tu kukubaliana na kile ambacho dada yake alikuwa amekizungumza. Basi alitoka nje akimwacha Dorika akiendelea kubitua midomo yake kwa dharau na kutema mate kabisa chini. Walipofika sebleni, hawakukaa sana. Walitoka nje kabisa hadi katika maegesho ya magari ambako walianza kuzungumza. I think kuna mtu ambaye anamdrive crazy like this, yani sio bure ujue, alisema Allen. Even myself I thought hivyo, na unajua umebadilika sana na hili sio jambo jema katika ndoa, hasa ndoa changa kama hii. I know her very well. Yani Dorika hakuna kitu ambacho kwake sikijui, kuanzia size yake ya mwili hadi kila sehemu ambako alipo. Yani najua kila kitu. Sasa nashindwa kuelewa sasa hivi alikuwa anamaanisha nini. Yani huyu labda kuna mjinga ambaye anamsumbua huko nje, niamini mimi. Catherine alitafakari kwa muda na kisha alimtazama kaka yake ambaye alionyesha kuchanganyikiwa mno, na kisha akamwambia, sasa hapa solution itakuwa ni nini? Kufuatilia nani ambaye yuko anamsumbua, au kama akiwepo basi ni kumuua tu, hamna kingine. Sasa nani atawajibika? Mimi mwenyewe niko tayari, mimi sitaki kuumizwa bwana. Ujinga wa wanawake, mkijua tu mnapendwa ndio mnaanza upuuzi. Relax bwana, unajua ndo mapenzi yalivyo. Sometimes unaweza ukapendwa, ukaringa, then ukauponza. Yani kupenda ukafikiri kwamba ndo wewe, kumbe muda huo mtu anakuaminisha moyo wake huko kwingine kabisa. Ndo hivyo kama Marcus na mimi tu, alisema Catherine. Basi Allen alishusha pumzi nzito, kijasho kilikuwa kinamchirizika kama maji. Katika maisha yake hakutaraji kuona kwamba Dorika anakuwa bamia ndani ya nyumba yake, na sasa aliamua kuanza upelelezi rasmi usiku wa siku hii ili kujua ni nani ambaye alikuwa anamsumbua Dorika. Sasa ni ofisini kwa mama Dorika ambako ilikuwa ni yapata majira ya 2 usiku, ambapo mama Dorika alikuwa na kikao kama sio mahojiano ya ghafla kati yake na Tausi ambaye alikuwa mahali pale kama kuwakilisha jeshi la polisi. Lengo la Tausi lilikuwa ni kutaka kujua kweli juu ya nini ambacho kwa kinaendelea katika familia yake, lakini familia ya mama Dorika, na kama mume wake huwa anaondoka pale ndani. Kwa hivyo asubuhi ya siku hii aliamua kumpigia simu na kuomba kuonana naye. Kwa kuwa mama Dorika taratibu zilikuwa zinambana sana kwa ratiba zake, kwa hivyo aliona kama kutakuwa na uwezekano basi wakutane jioni kama si usiku katika ofisi yake. Samani kwa kuchelewesha, najua sio kawaida yako kuwa katika majukumu hadi muda huu, alisema Tausi akimwangalia mama Dorika ambaye alikuwa amekaa katika kiti cha mbele huku wakiwa wametenganishwa na meza. Usije ile kawaida, sio lazima siku zifanane, kwa hivyo tusichukue tu muda mrefu, alisema mama Dorika. Tausi alijiweka sawa kwa ajili ya maswali, na papo kwa hapo aliamua kumuuliza, hivi kaida mumeo ni kufika saa ngapi nyumbani, yani wakati upi, na muda maalum mumeo kurudi ni upi? Hana nyakati maalum, lakini mara nyingi huwa ni saa 2 na akipitiza sana basi saa 3, ila hajawahi kuzidi hapo. Then anaoga, anakula, anasoma vitabu kwa kuwa anapenda sana kusoma. Atazungumza na familia yake kisha atalala. Hakuna kingine ambacho anakifanya, aliuliza Tausi.
Madorika alitafakari kwa kina, akaangalia kulia kushoto, akasema sikumbuki, labda kuamka saa 10 asubuhi kisha kumshukuru Mungu, zaidi hapo hakuna ambacho nafanya. Ratiba yake siku inaanza saa 10 alfajiri na kisha hapo ratiba nyingine zinafuata. Hana tabia kutoka usiku, hana kwa kweli. Labda kuondoka tu nyumbani saa 11 alfajiri. Then anaenda kuweka mwili sawa, nomo, aliweka kituo hivyo Madorika. Basi kimya kilipita kwa muda. Tausi alimeza fundo kubwa la mate na ndani kichwa chake alitafakari kuhusu kile ambacho amekisikia kama sehemu ya majibu kutoka kwa Dorika. Alijikuta akishwa maswali, akamwambia, asante, basi nitakapohitaji msaada zaidi nitakutafuta. Alimpa mkono Madorika ambaye alipokea na kisha aliagana na kuondoka katika eneo lile. Alipofika nje, alipanda katika gari ambako kulikuwa na Inspector Salim akiwa katika siti ya usukani, naye alipanda na kukaa pembeni yake. Kuna nini? Nothing. Hakuna ambacho nimepata kwenye kurahisisha zoezi. Sasa tunafanyaje? Labda kwenda nyumbani kwake leo usiku na kukaa nje pale. It's not a bad idea. Nadhani inaweza kufanya kazi kama tukiwa na umakini. Basi poa, tuondoke. Inspector Salim aliweka gia na katika gari na hao waliondoka katika eneo lile huku wakiwa tayari wamekubaliana kwamba wanatakiwa kumpeleleza Solomon King hadi wapate kujua nini hasa huwa anafanya katika nyakati za usiku. Sasa akiwa katika meza yake ambayo ilijaa vitabu mbalimbali vya uchumi, historia, falsafa, Solomon King aliandika herufi R. Katika karatasi hii aliandika na akaangalia saa yake ambayo ilikuwa mkononi. 2 hours to go. Masaa 2 kabla ya kuondoka. Alisema huko akishika simu yake. Ilikuwa ni saa 4 usiku. Kwake ilikuwa ni kawaida kila inapofika saa 6 usiku basi angeanza taratibu za kuondoka, kuanza kufuatilia kile ambacho alikuwa anakifanya kwa wiki kadhaa. Sasa mara baada ya kushika simu, aliamua kumpigia Dorika ambaye alipokea muda mfupi tu. Leo herufi natengeneza mimi, sawa? Which one? Ipi ambayo unatengeneza? R. Solomon King alijibu. Hii ina stand kwa ajili ya nini? Utajua baadaye, alisema na kisha alikata simu na kwenda kuoga. Wakati yuko bafuni, alisikia mlango wa bafu jumbani kwake ukifunguka. Aliwaza nani ambaye alikuwa akifungua mlango ule, ila alipohisi kwamba ni mke wake, aliendelea kuoga hadi alipomaliza. Alitoka nje na kumkuta mke wake akiwa amekaa katika kiti cha meza huku akitazama herufi ambayo ilikuwa katika karatasi. Kwa nini unarudi sasa hivi? Umpata kibenteni? Aliuliza Solomon King bila hata kumtazama mke wake. Nadhani mimi basi na tabia kama zako za kimalaya hizo. Sasa mimi ningekuletea ukimu ndani. Shauri yako, utajua mwenyewe. Kwanza ukileta na mimi sinaoleta, alisema Madorika. Baadaye alinuka katika kiti na kusogea katika kabati. Kimya kilipita kwa muda hadi Solomon King alipomaliza kuvaa nguo zake. Alionekana mwanaume rijali aswa. Naondoka. Mwanaume malaya wewe. Kila siku unaniacha mwenyewe hapa. Na leo nilikuwa na maswali ya askari juu yako ujue. Kwa nini? Mlikuwa mnaulizana kuhusu nini? Malaya wangu? Utajua mwenyewe. Hata hivyo kitumie tu, ila kikomae huko kifanyaje sijui, at least kirudi hapa kikubwa sawa. Madorika aliweka hasira yake ambayo alimfanya hata mwenyewe acheke. Basi Solomon King alimtazama mke wake ambaye alikuwa anatabasamu ambalo lilikuwa linamalizikia katika uso wake, akamwambia, "Mlikuwa mnaongea nini?" Maswali mengi tu kuhusu muda ambao sijui unaondoka unarudi nyumbani. Then nikamwambia, "Hadi muda huu ambao huwa unaondoka bila kusema naenda wapi?" Sikusema kwa sababu sikutaka kutaja sifa zako za kimalaya. Yaani malaya wako niseme mbele ya watu jamani. Si mimi mwenyewe nitaona aibu. Askari mwenyewe alikuja hakiki. Ukimtongoza je? Madorika alizungumza. Basi Solomon King alijikuta akiweka kichwa chake sawa na kuzungumza vizuri. Itakuwa nataka kujua nafanya nini na kwa nini, si ndio? Itakuwa hivyo, natakiwa kuwa makini. Alizungumza na kuondoka katika chumba chake akibeba karatasi. Sasa ilikuwa saa 6 usiku. Dorika alikuwa anajiamsha kitandani huku akiwa kama mtu ambaye alikuwa na usingizi hivi. Alimtazama Allen na aligundua kwamba alikuwa na usingizi mno tena sana. Time ya kuondoka, alisema Dorika na akainuka pale kitandani. Aliweka miguu chini kisha akasogea hadi katika meza, alitazama funguo za Allen bila kukagua kama zote zilitimia mala. Alichukua kisha alibadilisha nguo na kurudi tena katika simu ambako alitoa line kama ilivyokuwa kawaida yake. Basi baada ya kumaliza kila kitu, aliondoka katika chumba huku akiamini kwamba Allen atakuwa amelala. Asa kitendo cha kufunga mlango kwa nje kilienda sambamba na kuamka kwa Allen. Kumbe ndo tabia yake. Yaani wao wanafanya hivi, si ndio? Allen alisema ndani ya moyo wake na kisha aliinuka kitandani, kisha akaelekea bafuni ambako alitoka na funguo bila hata kusubiri. Alibadilisha nguo zake na kisha naye alitoka nje kwa ajili ya kwenda kumpeleza Dorika. Dorika alifika nje, lakini alihisi kama kuna kitu ambacho alisahau hivi. Alianza kupiga hatua za kinyume, lakini simu yake iliita. Alipoangalia ilikuwa namba baba yake, jambo ambalo lilimfanya kusita.
Aliamua kuendelea na safari. Alifika hadi nje ambako alikutana na baba yake na akiwa katika gari na yeye aliingia ndani. Walisalimana kwa sekunde kadhaa na kukumbatiana na kukumbushana majukumu yao. Dakika 2 zilipita. Solomon King hakuondoa gari katika eneo lile wakati haikuwa kawaida yake. Nahisi kuna mtu kama sio watu natufuatilia, alisema Solomon King bila hata kumtazama Dorika. Macho yake yaliangalia mbele kana kwamba aliona kitu hivi. Kina nani hao? Watakuwa wanataka nini? Ni polisi, lakini pia ni mume wako. Nani huyu mjinga? Ndio, mbona mmoja amelala? Sidhani, maana kabla hata hujafika hapa nilikuwa naangalia kupitia pale kwenye tundu la uzio. Naona taa zimewashwa, alisema Solomon King akinyosha mkono katika eneo la uzio ambako kulikuwa na tundu lililotokana na mapambo. Dorika alivuta pumzi ndani, akaachia kwa nguvu. Alijikuta akitafakari juu ya kile ambacho alikizungumza baba yake. Akamwambia, "Kwa tunafanyaje? Mmoja anatakiwa kufanya hili jukumu. Nani? Sijajua, lakini inabidi tuchezeshe shilingi." Kivipi au leo tuachane nalo? No. Watakuwa wanahisi kwamba tumeotea, kwamba tunafuatiliwa, alizungumza Solomon King na kisha akaingiza mkono mfukoni. Solomon alikuwa anafahamu fika kwamba alifuatiliwa na watu wawili tofauti, ambapo mmoja alikuwa ni inspector na mwingine alikuwa ni Allen ambaye alikuwa ndani. Kwa hivyo aliona bora jukumu lifanywe na mmoja kati yao na sio kwenda wote kama ambavyo ilikuwa kawaida. Basi kwa upande wa Dorika aliona anapaswa kugairisha zoezi kama ikiwezekana, kutokana na baba yake kuanzisha kumwambia kuhusu watu ambao walikuwa wanaofuatilia. Basi baada ya kutoa shilingi alimtazama Dorika na akamwambia, "Kichwa au mwenge?" Akamwambia, "Mimi kichwa." Dorika alitikia hivyo na shilingi ilirushwa angani. Baada ilikuwa kwa Dorika ambaye alipata kichwa, hivyo jukumu lote lilikuwa chini yake. Natakiwa kufanyaje? Kuua hata kabla kujapambazuka, kisha rudi hapa kwako. Kwa wewe na ukuta wapi? Au utarudi nyumbani? Mimi inabidi nimzuge Allen kuhusu askari ambao wanatufuatilia. I don't think if they will understand what we are doing. Sidhani kama wanajua tunataka kufanya nini, Solomon King alimwambia binti yake. Sasa jukumu lilikuwa kwa Dorika kwenda kumuua mtu watatu kati ya 7 ambao walipaswa kuwaua. Alimtazama baba yake na kumuomba herufi. Solomon King bila hata kuchelewa alimpatia pamoja na dhana nyingine za kazi na kisha akamwambia, "Kuwa makini, naamini wako mbali na hapa. Wewe nenda na muda, sawa?" "Okay daddy, see you," alisema na kisha alishuka katika gari. Basi wakati Dorika anashuka katika gari ndo wakati ambao Solomon King alipiga honi zaidi ya mara 4 ili kumtaka Allen aweze kutoka nje ili aweze kumzuga vizuri. Wakati huo Allen alikuwa ndani akiongea na dada yake kuhusu kile ambacho kilitokea. Na ni kweli kama ambavyo walidhani asubuhi na mipango yao, walihisi kwamba itaenda vizuri. Sasa ni mita 30 kutoka katika nyumba ya Allen kulionekana gari ambalo lilisimama kwa muda kidogo. Upande ambao gari hili lilisimama ndio upande ambao Dorika alikuwa akielekea. Ndani ya gari kulikuwa na Tausi pamoja na Inspector Salim ambao walikuwa wanafuatilia mwenendo wa Solomon King kuanzia nyumbani kwake hadi anafika mahali pale. "Umemwona Solomon akiondoka?" Tausi aliuliza wakimtazama Dorika ambaye alikuwa akikaribia katika maeneo yale. "I don't see him, sijui kama atakuwa kashuka au la. Naona kama anaongea na mtu, umeona?" alisema Tausi huko akinyosha kidole katika gate la Allen. Inspector Salim alipeleka macho kwenye geti lile na kisha akatazama kwa sekunde hivi na kurudisha macho katika eneo ambalo alimuona Dorika, lakini cha kushangaza Dorika kuonekana kwenye eneo lile. Kaenda wapi? Alitamaki Inspector. "Alikuwa hapa na sijui ameenda wapi." "Eti Tausi." Inspector alijikuta akirudia swali mara 2. "Mimi nakuuliza swali, naona nijibu swali. Ameenda wapi sasa jamani? Nimekuja mpaka tumepoteza mwelekeo wake. Hebu shuka nenda kaulize pale kwa watu," alisema Inspector. Basi Tausi hakuwa na jinsi. Alishuka katika gari na kwenda kwenye kibanda cha chips ambacho kilikuwa jirani na pale na kisha aliulizia, lakini aliambiwa kwamba hakuna ambaye alibahatika kumuona. Alirudi katika gari akiwa amechoka mno. "Sasa ameenda wapi?" Inspector aliuliza. "Wanasema wajui." Hii ni mbaya kwetu. Tumeshakuwa tumecheza ujinga kabisa." Inspector Salim alijikuta akipiga makelele sana na hasira kubwa ambayo alikuwa nayo ndani yake. "Baba, kwa nini usiku hivi mbona?" Allen aliuliza akimtazama Dorika ambaye alikuwa mbele yake. "Mamako anaumwa, nimekupigia simu more than 3 times upatikani." "Simu yangu," Dorika akatoa line. "Ili sijui yuko wapi sasa, maana nimekuja hapa kumchukua akamwangalia mama yake," aliuliza Solomon King kwa makusudi kabisa. "Baba, yani mke wangu amekuwa na tabia ambayo mimi hata sijui. Anatoka usiku kila siku. Yaani nilipanga leo nije nikwambie," Allen alisema. "Hebu tuingie kwanza ndani niambie vizuri," Solomon alisema na kisha waliingia ndani. Allen hakuwa na uchaguzi. Waliingia ndani huku mbele yake akiwa na maswali
ya kujibu kufuatia mwenendo wa Dorika ambaye alikuwa akimlea kama baba wa familia ya pale kwake. Basi bwana, ni upande wa pili ambako kulikuwa na mziki mkubwa sana ukilia kutoka katika nyumba ya Fwamba ambaye alikuwa bado hajalala. Ilikuwa ni kawaida yake kufungulia mziki na kisha angekunywa pombe na kucheza mpaka usingizi utakapomfikia. Akiwa sebuleni anacheza mziki, ghafla umeme ulikatika. Alijikuta akijilaumu na akilaumu sana shirika la umeme kwa sekunde, huku akitoka kufungua madirisha na kutazama kama majirani pia walikuwa unawaka ula. Sasa kitendo cha kufungua dirisha kilienda sambamba na tukio la kisu kuzama katika tundu moja pua lake na kisha kapelekea upande wa kulia ambako pua nzima ilikuwa sasa imemegwa. Alijikuta akipiga kelele huku akitaka kutoka nje, lakini alishachelewa kwa sababu kichwa chake kilikuwa kimeshikiliwa. Alijaribu kujitoa lakini alishindwa kutokana na dread ambazo alikuwa amesuka kichwani. Na siku hii alijuta kwa nini alisuka dread. Alitamani hata kungekuwa na kinyozi kisha akamnyoa upara kwa siku hii. Unaitwa Fwamba? Sauti ya Dorika ilisikika kutoka nje. Hebu niache. Nadhani hata Bernard aliwahi kuambia hivyo kabla hujamuua. Si mlifanya hivyo, si ndio? Aliuliza Dorika. We nani? Sio kitu ambacho ndio ukijua, alisema na kisha alipitisha kisu katika mdomo wa Fwamba. Ncha ya kisu ilianza kutembea katika nyama ya shavu la kulia na kisha kilitoka nje. Maskini Fwamba hakuna uwezo hata wa kuzungumza. Damu zilimtoka na maumivu makali yalikuwa katika mwili wake. Na kwa kuwa nyumba yake ilijitenga, basi alishindwa hata kuomba msaada. Maisha yake ya kuishi duniani yalifika tamati pale ambapo kisu kilipita katika koromeo lake na kutokea upande wa pili. Ilikuwa ni kwisha habari ya Fwamba kama utani. Basi Dorika alitupa karatasi ndani na kisha alienda katika eneo la switch kuu ya nyumba hiyo ambako alikuwa ameonyeshwa na baba yake siku moja kabla ya tukio. Sio baba yote amejuaje jamani, alisema Dorika na kisha aliwasha switch ya umeme na akarudi kama kawaida na kisha huyo akaondoka zake. Hatua zake zilifika hadi nyumbani kwake ambako alimpigia simu baba yake. Hakutaka kumpigia Allen kwa sababu alifahamu kwamba kungekuwa na utata ungejitokeza na hata hivyo lazima alikuwa patikani. Basi baada ya Solomon kuona simu ya mtoto wake, aliamua kumsimamisha Allen katika maongezi yao. Akatoka nje ambako alifungua geti na Dorika aliingia ndani. Una uongo wote ambao umepanga kwenda kujitetea? Aliuliza Solomon. Amna kitu kipya kwangu baba, Dorika alisema kisha alisogea katika bomba ambalo lilikuwa nje. Alijisafisha katika baadhi ya maeneo na kurudi tena ndani ambako alimkuta Allen akiwa amekaa na baba yake. Allen alimtazama Dorika, macho yake yalikuwa na hasira sana. Wewe malaya umetoka wapi? Aliuliza. Sina toka katika umalaya wangu, sasa unashangaa nini? Alijibu Dorika huko akimtazama Allen na kisha arudisha macho kwa baba yake ambaye alimuonyeshia alama ya dori gumba akimaanisha kwamba anaungana naye kwa kile ambacho alikuwa akikifanya. Baba, hivi umemsikia huyo Dorika ambacho ameongea? Allen alisema. Solomon King alimtazama Dorika akamwambia, hivi tabia gani ambayo unaleta mwanangu? Bwana, na wewe hayo hayakuhusu. Mara ngapi mimi nakuona unamsaliti mama afu mimi simagi kitu? Kwani kurithi tabia yako kuna ubaya gani? Ni dhambi hiyo? Dorika aliuliza. Huyu Dorika huyu ni mtaalamu kweli wa kutumia fursa. Alijua kumzuga Allen kwa kumshambulia hata baba yake kipindi ambacho alikuwa anajaribu kumvaa. Afu na wewe kwani jaladi mdau? Aliuliza Dorika akimtazama Allen. Dorika, haya maisha ambayo unataka mimi niishi mbona ni magumu? Maisha gani ya kuondoka kwangu bila hata ruhusa yangu? Aliuliza Allen akimtazama Dorika. Bila ruhusa yako? Kwani wewe nani? Yaani mpaka niondoke hapa nikuage? Wewe ni nani? Wewe ni mamangu au wewe ni babangu? Haya baba, kwani kuna mpya gani uko hapa sasa hivi? Dorika alibadilisha mada akimtazama baba yake. Solomon King alijifanya ameweka sura ya kuchukia huko mwili wake akifurahi sana. Alijiuliza ni wapi Dorika alikuwa amejifunza ujanja ule. Amenika hapa muda tu, nimekuja kukuangalia maana hata simu yako ilikuwa upatikani. Ningepatikana nisingefurahia penzi tamu jamani ambao nilikuwa napewa jamani. Dorika alijibu. Dorika, ni upumbavu gani ambao unasema kwa baba? Kuwa na adabu basi. Kama una baba na mama ni wewe mjinga. Alafu nimeanza kuhisi harufu ya mauti. Sijui ndio wewe unataka kufa? Dorika alisema akawa nazuga. Baba, kwa hiyo mama wako anaumwa sana, tujiandae tena nyumbani. Bwana mimi nimechoka, chini nipumzike. Allen akauliza, kwa hiyo inakuwaje? Hii bwana sio shughuli yako bwana. Kwani lazima uulizie kuhusu nyumbani kwetu? Dorika alisema. Kwa jinsi ambavyo Dorika alikuwa anatoa maneno yake ya kejeli, Allen alihisi ana kila sababu ya kumfahamu nani ambaye alikuwa anafanya Dorika kubadilika kiasi kile. Alijikuta akimtazama Solomon King na kisha akasema, baba, Dorika huyu unaweza kwenda naye. Mimi nitakuja kesho pale nyumbani kumwona mama. Mama gani unamzungumzia? Mama yako yule. Wewe mama yako sulimue kwa makaburini. Wewe vipi unakichaa au? Dorika alisema. Basi Solomon aliona mtoto wake anaanza kupandisha mashetani. Alivu asije kusema kile ambacho kwa kinaendelea kabla ya kukamilisha jambo kwa sababu alikuwa na hasira sana. Akaamua kumtoa katika eneo lile.
Sasa ni Kirungule jijini Dar es Salaam ambako ilikuwa ni asubuhi imetia nanga, iliwakuta kina Rango pamoja na Davinyo wakiwa katika msongo wa mawazo mno mara baada ya kupokea taarifa ya kifo cha rafiki yao ambaye alikufa vibaya mno. Kila mmoja alikuwa na kichwa huku akiendelea kulia na akizunguka huku na huku kujua nini ambacho kwa kinaendelea. Hakuna ambaye alikubaliana na ukweli wa taarifa ile kwamba nini kwa kimetokea. Yaani walikuwa mchanganyikana. Herufi R ndio ilikuwa imepatikana. Alisema Rango akifuta machozi ambayo yalikuwa yanamtoka. R plus B plus E tunaweza kupata Reb, ERB, Ber, RBE au Bre. Unahisi ni jina la nani sasa jamani? Maana naona nachanganyikiwa mno. Davinyo alisema. Nahisi itakuwa kama ni Rebu hivi kwa maana ya Rebeka, basi kama ni Bre basi itakuwa ni Brenda, alisema Rango. Basi tusikilizeni jamani. Hebu tuwe makini, huenda huyu mtu ambaye anafanya matukio yote anatufahamu A to Z, ndio maana anaandaa na herufi kabisa. Davinyo aliongea. Walijikuta akiumiza vichwa vyao kwa amuzi la mwisho ambalo lilikuja kupatikana kwamba wanahitaji kufuatilia kwa makini ili kujua ni nani haswa ambaye anahusika katika mauaji ambayo yalikuwa yanaendelea kwa wakati huo, na wao wenyewe walikuwa wakiendelea kujilinda zaidi. Sasa Allen leo aliona ni bora kama akienda kwa dada yake ili kuongea naye kuhusu kile ambacho kilitokea usiku wa jana. Katika kichwa chake aliamini kuwa Catherine anaweza kugeuka kuwa msaada mzuri sana kwake kama atamtumia vizuri. Alimkuta Catherine akiwa anajiandaa kwenda katika msiba, lakini alimuuliza na walikaa sebuleni ili kuzungumza. Inaonekana mambo yangu yameanza kuwa magumu hadi sielewi. Kwa nini? Kinachoniumiza jamani ni Dorika jamani. Yaani unajua ambavyo anaongea anavyojisikia. Tukana mbele ya babake mzazi. Yaani I don't know imekuaje katika maisha yangu. Sijui nini kimempata. Kaka nishakwambia kuna mtu nyuma yake anamwendesha akili, sio mwanaume tu. Yaani unajua sisi wanawake ukipenda mwanaume, ukipenda sehemu nyingine sisi watu tunahama kila kitu. Catherine alisema. Allen alivuta pumzi akamtazama dada yake kwa dakika moja hivi kisha akapeleka macho katika runinga ambayo ilikuwa imezimwa. Aliporudisha macho alisema kwa tunafanyaje? Two option. Hata hivyo niko na nyingine hapa, Catherine alisema na alikaa kimya ili kupima kauli yake kama inafanya kazi katika kichwa cha Allen. Ipi? Kimya kilipita tena ni kama shetani alikuwa mahali pale. Alipoondoka akaendelea na mazungumzo. Do you know all people who involved with Bernard death? Unafahamu watu wote ambao walihusika na kifo cha Bernard? Unafahamu kwamba wanakufa mmoja mmoja? Alisema Catherine. Allen alijikuta anatingisha kichwa, mithili ya kuku ambaye alitoka kuhamia mayai hivi karibuni. Alikuwa akianza kile ambacho kwa ameambiwa. Nilihisi hivyo pia lakini nikashindwa kushirikisha kwa sababu nilihisi labda hujagundua kitu. Hadi hapa nimeshagundua. Nahisi kama kuna connection kati ya Dorika na kufa kwa watu, ingawa sina hakika sana. Unajua sijui nisemaje, lakini Dorika hapana ise kwa 100%. Labda ndugu wa Bernard mzima yake. Dorika hawezi kuwa mtu. Catherine aliweka tabasamu katika uso wake akamtazama kaka yake huku akipelekea kichwa chake kulia na kushoto akiwa anasikitika. Don't trust people too much like that. Hata mimi usiniamini kama hivyo, alisema Catherine. Kwamba unataka kusemaje? Huenda anahusika. Kikubwa go and do research. Perhaps you will discover the truth. Hebu nenda kafanya utafiti, unaweza kujua kitu. Catherine alisema na Catherine alihisi kwamba huenda Dorika alikuwa ameanza kuua watu. Ingawa hakuwa na uhakika sana. Na hata alipomshirikisha kaka yake naye ndo kabisa kutaka kusikia kama kweli Dorika alikuwa anajihusisha na mauaji ambayo alikuwa akiendelea. Sasa kwa Allen alimchukua Dorika kama mwanamke ambaye alikuwa ni kiumbe dhaifu sana. Ndivyo ambavyo alikuwa akimtazama siku zote. Alikuwa anaona kama hawezi kufanya jambo lolote lile hasa katika mauaji ya kikatili ambayo alikuwa akiendelea. Aliona hapana. Baada ya kumsikiza dada yake kwa makini akamwambia, unajua sidhani kama napaswa kukuchukia dada yangu, lakini kumchukulia Dorika kama sehemu ya mauaji, I will hate you, don't repeat it. Yani usije ukarudia kusema hivyo. Allen alizungumza. Unajua kuku huwa anatetea anapoona mwanaume. Shauri yako, alisema Catherine na kisha alinuka na kuelekea chumbani kwake. Aliporudi alionyesha hakuwa na makazi katika eneo lile. Asa unaenda wapi? Aliuliza Allen. Kutafuta misha nyingine huko mjini. Hebu tuondoke. Alisema na kisha baada ya hapo waliondoka. Sasa ni nyumbani kwa Solomon King ambako kulikuwa kuna mazungumzo. Unajua jana nilipotoka hapo nje nilikutana na wale askari bwana. Solomon alisema akicheka na kumtazama Dorika ambaye alikuwa jikoni akisaidiana na dada kazi kupika na yeye alikuwa amesimama mlangoni. Kawaje? Nikaona hapa nisipocheza nitakwama. Kwanza kabla hapo mama yako si alinishirikisha kwamba aliojiwa. That was a very easy thing. Yani vinginevyo sijui
Ungeweka wapi sura yako? Acha tu, sema tumecheza sana jana, big up ise, alisema Solomon. Dorika aliweka tabasamu, alifurahia kile ambacho alikuwa akiambia na baba yake. Alimtazama na kumwambia, asante, umekuwa ukipambana sana na mimi katika kila hatua. Ndio maana huwa naambia watu kwamba don't hate people. Endapo akishindwa kukupa msaada leo, huenda kesho atakupa msaada. Unajua, usipoomba sana msaada kwa watu ama kwa mtu ambaye uko kumuomba na siku kumuomba akasema hana, dhani kwamba hajaumia kutokusaidia, na kwa ameumia sana. Daddy, lakini umekuwa karibu sana na mimi. Sema una maneno. I know you better. Yani nafahamu. Na unajua nadhani unakumbuka kwamba mama yako pia alinihisi kwamba mimi baba yako ni mbaya kwako. Nakumbuka? Solomon alisema. Kimya kilipita huko kila mmoja macho yake yakiwa katika jiko, na kisha Dorika alifukuza kimya kile. Nakumbuka baba, lakini nani anafuata sasa? Hakuna mwingine, ni Catherine, baba yake aliongea. Dorika aliwaza kwa muda hivi. Na sasa ni kituo cha polisi ambako tunakutana na mazungumzo ambapo mtu wa kwanza anasema, I don't think kama Solomon King anahusika katika mauaji ambayo yanaendelea kila siku. Taus, kwa nini? Naona kama kuna watu wengine kama huyo mwenyewe ambaye anaitwa Allen. Basi yani kuna mtu mwingine. Huenda, lakini jamani tujiulize inakuaje haya yanatokea? Yani sasa hivi nimechoka jamani, tunaonekana ni wazembe sana. Kama mtakuwa na kumbukumbu nzuri, last year Allen alikuwa na kesi ya kumuua mama yake. Kesi ambayo ilishinda tu kimagumashi kabisa. Nadhani kama tunataka kushinda na kufahamu kweli, basi tuanze kumfuatilia Allen. Nadhani Tausi yuko sahihi, kwa sababu jana tulipoenda kwa Solomon King tuliona akiondoka pale kwake akaenda hadi nyumbani kwa Allen. Tena ilikuwa ni saa 6 usiku. Alienda kufanya nini? Itakuwa unashirikiana labda. Basi hayo yalikuwa ni mazungumzo baina ya askari ambao waliongozwa na Inspector Salim. Walikuwa katika kikao maalum cha kujadili na walikuwa wanataka kufahamu nani ambaye anafanya mauaji kila siku. Na katika hatima ya kikao hiki waliamua kwamba waanze kumfuatilia pia Allen. Sasa jioni ilikuwa imeingia na Dorika arudi nyumbani kwa Allen, ambako alimkuta Allen akiwa anatazama runinga. Mama, anaendeleaje? Allen aliuliza. Akasema nimsalimie marehemu. Dorika alijibu kwa dharau kweli. Hivi jioni kwamba pia ni marehemu? Dorika naye alijibu kwa dharau kubwa sana. Haya, basi tunaacha pale na tunakuja ya siku ya pili, ambapo ilikuwa ni asubuhi, ambayo ilikuwa imechanua ndani ya jiji la Dar es Salaam, na habari kubwa iliyokuwa imeandikwa katika magazeti na vyombo vya habari vingine ilikuwa ni kutafuta kwa muuaji wa siri ambaye kila siku alikuwa anaacha herufi. Basi kila aliyenunua gazeti alipata kujua kuhusu muuaji ambaye alikuwa hajulikani, na baadhi ya raia walikuja juu kwa nini serikali ilikuwa ifanye kazi yake kwa wakati mwafaka, na wengine waliliandama sana jeshi la polisi. Sasa katika kuikabili hali hii, Inspector Salim alijikuta akiitisha press conference, mkutano wa waandishi wa habari na kiongozi au mtu mashuhuri. Lengo lilikuwa ni kuelezea kile ambacho kwa kikiendelea. Hasa akiwa amezungukwa na waandishi wa habari ambao walikuwa ni wana kamera, wengine walikuwa pamoja na makaratasi, huku wengine wakiwa na vinasa sauti. Inspector akasema, kiukweli hali ambavyo inaendelea inazidi kuwapa hofu wananchi, lakini watambue kwamba hata sisi tunafanya kazi ili kuwalinda. Tunawalinda wao na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba wanatupa taarifa hasa wanapoona waarifu na sio kuwalinda. Aliweka kituo na kuruhusu maswali mbalimbali. Basi waandishi wa habari ambao walifika mahali pale walipoona mpewa ruksa, wakaanza maswali. Katika nyumba ya mtu wa mwisho aliyefahamika kwa jina la Rango kulikuwa na CCTV kamera. Swali ni, je, hamjabahatika kujua mhalifu wa mauaji hadi muda huu? Mmoja wa waandishi aliuliza. Inspector alikuwa wa kwanza na kisha akajibu, ni kweli kama unavyosema, lakini kibaya ni kwamba tulichelewa kufika katika eneo lile. Tulipoingia sisi tukukuta ushahidi wa mkanda wa video. Kwa hivyo tupo katika uchunguzi. Yoyote ambaye anahusika katika hili, basi sheria itachukua mkondo wake. Jibu lake lilifanya kuibuka kwa minong'ono na mahali pale kama sekunde 30 hivi, na kisha swali lingine lilifuatia. Kuna uhusiano gani wa herufi ambazo anatumia muuaji pamoja na watu ambao anawaua? Inspector akasema kwamba sidhani kama kuna uhusiano, maana hata ukilinganisha majina yao na herufi ambazo tunazipata ni vitu viwili tofauti, alisema Inspector. Ukweli ni upi sasa? Swali lilitua. Bado tupo katika upelelezi na endapo tukijua basi kila mmoja atapata kufahamu, alieleza tena. Basi moja ya mwandishi wa habari ambaye alikaa kimya muda wote alikuwa kidogo, jambo ambalo lilifanya wengine wageuke. Huyo alikuwa ni mrefu hivi, ingawa kuzidi futi za kitanda chake, macho yake ni kama yaliingia ndani hivi. Wengi wa wasikilizaji wa kipindi chake walimfahamu kama swali ya kipelelezi mno, na ndo alichokuwa amekisomea. Baada ya kukoa aliuliza, unamfahamu Solomon King? Ilikuwa ni swali rahisi kujibiwa, lakini ilikuwa si rahisi sana kujibiwa. Ndio, unamfahamu vipi?
kama mmoja wa wafanyabiashara wakubwa sana pa Dar es Salaam. Unamfahamu Bernard? Sijajua ni yupi. Alifariki wiki kadhaa nyuma, aliweka kituli mwandishi. Inspector alijikuta akikaa kimya, alivuta kumbukumbu zaidi nyuma. Mpaka akili yake iliporudi. Pasina shaka ndako namfahamu. Okay. Nikisema kwamba Solomon King anahusika moja kwa moja na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi nitakuwa nakosea. Kama utakuwa na ripoti yako ya uchunguzi na umejidhihirisha kwamba ni yeye, hautakuwa unakosea. Sawa, aliishia hapo bila hata kuendelea. Nani mwingine ana swali? Aliuliza inspector, lakini hakuonekana kama kuna mtu yote ambaye alikuwa na swali wakati ule. Sasa ni upande wa pili ambako tunamuona Davinho akiwa na wenzake, ambapo anaambiwa na Allen kwamba Davinho, ina maana umeshindwa kujua nani ambaye ametoka na video hapa? Ilikuwa ni swali kutoka kwa Allen kwenda kwa Davinho ambaye alikuwa amesimama pembeni kidogo ya nyumba ya Rango akiangalia. Nimechelewa kuja hapa. Unajua nilimwacha Rango kwenye mida kama ya mchana hivi kule Kirungule. Zaidi ya hapo hatukuwasiliana tena. Lakini nani ambaye amebeba mkanda wa video? Davinho naye alikuwa akijiuliza. Kupotea kwa mkanda wa video ilikuwa ni jambo la kutatanisha mno, kwani kila mmoja alikuwa akifahamu kwamba nyumbani kwa Rango kulikuwa na CCTV kamera ambazo zilisaidia kujua nani alikuwa anaingia mle ndani na nani anatoka. Na baada ya mauaji eti mkanda wa video hapo tena. Walishindwa kuelewa. Sasa tunafanyaje? Nahisi hili litakuja kuwa basi. Allen na kumaliza kuongea, simu yake kaita. Alipotazama namba ilikuwa ni ya Dorika. Alisogea pembeni aweze kupokea simu na akamwambia, "Yes baby," alisema Allen. "Uko wapi? Hivi una taarifa kwamba Catherine amefariki?" Dorika aliongea. "Unasemaje?" "Ndio hivyo," Dorika alisema na kukata simu. Allen alijikuta amechanganyikiwa. Alimpigia Dorika kwa mara ya pili, lakini alikuwa hapatikani, kitu ambacho kilizidi kumchanganya. "Kwa nini hapatikani? Kwa nini anipa taarifa hivi afu hapatikani jamani? Huyu ni vipi?" aliongea bila kupata majibu. Hasira zilikuwa katika kichwa chake. Aliamua kumpigia Catherine, lakini naye pia alikuwa hapatikani. Hata alipopiga kwa mara ya pili bado aliambiwa hapatikani. Hadi kufika hapa kichwa chake kilikuwa kinamuuma. Basi alirudi hadi alipo kina Davinho na kisha akamnong'oneza, "I'm coming back." "Unaenda wapi?" "Usijali, narudi muda si mrefu," alisema na kisha huyo aliondoka. Safari yake ingekoma nyumbani kwa dada yake. Alielekea katika gari na kupandisha na kisha huyo aliondoka kwa mwendo usio kawaida. Ndani ya kichwa chake kulikuwa na mawazo juu ya kile ambacho aliambiwa. Catherine anakufaje kitoto hivi? Au alikuwa anaumwa? Kama anaumwa mbona hakusema? Yaani kuna nini kinaendelea? Alikuwa akijiuliza maswali ambayo hakuweza kupata majibu yake. Basi kwa mwendo usio kawaida alitembeza gari hadi karibu na nyumbani kwake ambako ni Catherine anakaa. Alikaribia tu na alijikuta akipunguza mwendo. Hii ilitokana na kuona machela ikiwa mbeba mwili katika geti la nyumba ya Catherine. Machela hii ilienda hadi katika gari ambalo liko pembeni, ni pembeni ya geti, na kisha alimpakiza ndani, huku watu wengine wakitoka ndani ya nyumba wakiwa kama wauguzi ama madaktari. Hey guys, hebu subirini kwanza," alisema Allen huku akishuka katika gari, na wale watu waliamua kusimama kumsikiliza. Na sasa kidogo tunarudishwa kabla ya kifo. Hali ilikuwaje? Ilikuwa hivi kabla ya Catherine kufariki. Ilikuwa ni usiku ambako Solomon King alikuwa amewaza juu ya kile ambacho alizungumza na mtoto wake. Aliwaza kuhusu tabia ya Dorika, kuwa na ubishi fulani. Vikichoni kwake akili ilimruka kabisa. Aliona ana kila sababu ya kwenda kumsaidia. Alirudi nyumbani na kujiweka sawa na akajiweka pamoja na dhana zake vizuri bila hata kumpa taarifa Dorika. Alianza kwenda kwa Allen ambako alikaa nje kwa muda kidogo hivi. Siku hiyo alikuwa katika gari kama ilivyokuwa kawaida yake, bali aliondoka na bodaboda ambao alikuwa amewakodi kwa nyakati tofauti tofauti. Basi mara baada ya kufika nyumbani kwa kina Allen alikaa huku akisoma michezo, na masaa kadri alivyokuwa akisogea aliona Dorika akiondoka pale na aliamua kumfuata hadi alipofika nyumbani kwa kina Rango. Baada ya Dorika kuingia ndani na kuruka uzio, na yeye aliamua kutumia mwanya huo na kukaa kwa muda mrefu akiamini kwamba Dorika angetoka ndani akiwa na funguo. Kwa kuwa angekuwa na papara kutoka nje, basi angefungua geti na kuacha wazi. Na ndivyo ambavyo ilikuwa, kwani baada ya Dorika kukamilisha mauaji alitoka akiwa kama mtu ambaye ana haraka hivi huku akipitia getini. Mwanya huu ulikuwa ni mzuri sana kwa Solomon ambaye aliingia ndani na kupekwa kila sehemu. Na haya ndo madhara ya kutokusikiliza kile ambacho unaambiwa jamani, alijisemea Solomon King huku akiwa katika chumba ambako kulikuwa na mitambo ya CCTV kamera. Alitazama mkanda wa video ambao ulikuwa umejirekodi muda mfupi na kisha aliamua kuchukua na kuficha ushahidi kwamba nani ambaye alikuwa katika eneo lile. Basi baada ya kukamilisha hilo aliamua kwenda kumua Catherine huku akiwa na herufi D. Basi mambo haya yote yalifanywa kwa siri sana, ambapo hatua zake za kutoka nyumbani kwa Rango hadi kwa Catherine zilichukua masaa mawili, yani hadi saa 9 usiku ndo alifika. Alipofika alimpigia simu Catherine, akamuuliza uko wapi? Akamwambia niko kwangu. Kuna nini? Upo na Dorika au? Hapana, sijaelewa kwani kuna nini?
Dorika anamtafuta sijui yuko wapi, hata hivyo mamake anaumwa, niko naye katika gari, unaweza kutoka ukanifungulia maana nimetoka naye hospitali, alisema Solomon King huku akitumia uongo ili kupata kile ambacho kwa kihitaji. Catherine aliwaza sana kabla ya kwenda kumfungulia Solomon. Alihisi kama kulikuwa na mchezo hivi. Kwa nini jamani afu ni usiku? Yaani kwa nini asimpige kaka? Alijiuliza na kisha akairejea simu yake, akamwambia baba sawa anakuja. Alikata simu bila hata kuinuka kitandani, alipigia kakake, lakini kwa bahati mbaya alikuwa hapatikani, kitu ambacho kilimchanganya zaidi. Au itakuwa kweli? Alijiuliza. Basi maswali yake hayakuwa na majibu zaidi ya kwenda kufungua mlango wa geti. Aliinuka kitandani na kisha huyo alitoka zake nje, asijue kwamba anafuata kifo ambacho alikuwa anakikimbia kila siku. Basi alipotoka nje alikutana na Solomon King, lakini hakuwa na gari kama ambavyo alimwambia. Mwanzo alianza kushtuka. Akamwambia baba ni wewe? Aliuliza akirudi nyuma. Usijali bwana, nimekuja tu kurahisisha zoezi, alisema Solomon King. Zoezi gani? Utaliona tu, unaruhusiwa kuingia ndani? Solomon aliuliza. Catherine aliwaza kile ambacho alikuwa kiongea Solomon. Hakuelewa, alisi kama ni mtu ambaye amechanganyikiwa hivi. Akauliza tena, baba kwani kuna nini? Mbona bado? Basi kabla hajamaliza kuongea alivuta mkono wake na kubamizwa katika geti la mlango. Maumivu makali yalikuwa mwilini mwake. Alianza kulia, lakini Solomon alimwahi na kumziba mdomo na kisha akamshika koromeo lake. Kwa nini unalia kiasi hicho? Aliuliza Solomon. Baba tafadhali naomba uniache. Mimi ni babako. Sio wewe ambaye ulikuwa unamtesa mwanangu muda wote, au sio wewe? Aliuliza Solomon. Aliendelea kumtesa na mwisho kabisa akamwambia, muda wako wa kuishi duniani umefika. And this is alphabet D. Imekuwa ya 5, bado moja ili kukamilisha hili, na hakuna ambaye atajua nini kinaendelea. Alipomaliza kusema hivyo, alimnyonga Catherine. Maskini, uhai wa Catherine uliishia hapa kama utani. Jeuri yake kwa Dorika ilikuwa imemponza. Alitangulia kwa Mungu siku ambayo kuitarajia kama angetangulia. Basi baada ya Solomon kuwa amemaliza kuwa, aliondoka katika eneo lile huku akiacha maiti katika eneo la geti. Na sasa tunaacha pale, tunarudi huku kwenye maisha sasa hivi ambako tulishia pale wakati kaka yake na Catherine amefika pale na kuambia wasubiri wale ambao walikuwa na maiti. Akauliza, dadangu mpato na nini? Aliuliza akiwa anatazama wale watu. Amekuta amefariki, ila kwa taarifa haraka ni kwamba amenyongwa kwa kupindishwa shingo yake, alisema mmoja wa askari. Mungu wangu, nani ambaye anafanya yote haya? Aliuliza Allen. Sijui, ila huenda kuna mtu anakufahamu vizuri, maana kuna hizi spelling ambazo tunakutana nazo leo, na leo umepatikana nyingine ambapo mpaka sasa hivi tuna B, E, R, D na A, alisema askari. Kwa bahati nzuri au mbaya, Allen hakuzingatia zile herufi. Badala yake aliondoka na kwenda kumtazama dada yake, ama kutazama mwili wa dada yake ambao ulikuwa katika gari tayari. Dada, mbona mapema hivyo dadangu? Mbona mapema dadangu? Kuna nini ambacho ndugu yako nimekukosea jamani mpaka ufe uniache hivi? Alianza kuongea. Ali akamwambia kwamba dadangu Catherine, kwa nini bora hata ungesema kwamba unakufa kuliko kuniacha hivi? Catherine, amka basi dadangu. Kwa nini mimi niwe mimi tu siku zote jamani? Nani atakao ananipa mawazo zaidi yako? Nani atanipa msaada? Nani ambaye atanishauri dadangu? Ali anajikuta akilia sana. Kifo cha dada yake kilimuumiza sana. Kilikuwa ni kifo ambacho katika maisha yake hakutaraji wala kudhani kwamba dada yake angetangulia kufa. Alijawa na hasira mno na akasema kwamba kwa yeyote ambaye amemuua dada yangu atakufa. Nitahakikisha kwamba namuua mimi mwenyewe. Basi maneno haya aliongea ndani ya moyo wake na kisha akafuta machozi. Alipiga hatua za kinyume huku akielekea katika gari yake ili aweze kuongozana na gari ambalo lilibeba mwili wa dada yake kisha aende aelekee hospitali. Basi alifika hadi kwenye gari na kuasha, lakini kabla kuondoka simu yake iliita. Alipotazama aliona namba ya Dorika na haraka alipokea. Catherine amekufa kweli. Amekufa kweli mdogo wangu. Alianza kulia. Usinisimulie bwana kitu ambacho mimi mwenyewe ni mhusika, Dorika alisema. Unasemaje kwamba umemuua ama umesikia vipi? Ni kama vile ambavyo ulimuua Bernard. By the way, una muda mchache sana kuvuta pumzi kwa sababu mkononi mwangu nimebakiza herufi moja tu ambayo ni Dorika aliongea, lakini ilikadizwa na Allen. Dorika, wewe unaongea nini? Nisikilize mbwa wewe, acha kubweka. Nimebakiza herufi E. Kwa hiyo chagua nani afe kati yako wewe na Devinyo. Endapo nikiwaua basi jina la Bernard litakuwa limekamilika, na hii ndio siri ya kutumia herufi kila nilipofanya mauaji, Dorika alisema na kisha alikata simu. Allen alijikuta akipigwa na butwa. Hakuamini kile ambacho alikuwa akikisikia. Mwili wake ulipungua ghafla na jasho lilimtoka. Ina maana Dorika ndo amefanya haya yote? Huyu mbwa wallahi atakufa. Nasema atakufa. Dorika mwanamke nilikuwa nampenda amekuwa muuaji. Amemuua mpaka dada yangu. Nitamuua ise, alisema kwa sauti huku akiondoa gari lile kwa kasi sana.
Naam msikilizaji, tumefika ukomo katika sehemu ya 12 ya simulizi hii nzuri kabisa, labda mapenzi sijui jamani, kutoka kwenye mapenzi mazuri mpaka kufika kwenye kisasi jamani. Mapenzi ni mazuri, lakini pia inaweza kuwa ni sababu ya kubadili watu kuwa vibaya, kama ambavyo tunamuona Dorika. Una nini la kumwambia Dorika kwa ambayo anaendelea? Kisasi ni haki ama hakutakiwa kufanya hivi? Andika comment yako hapo chini. Nini unajisikia, ni vipi unatamani kushauri? Lakini usiache kusema basi unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Hapa ni Simulizi Zetu Media na hili ni andiko safi kutoka kwa Sam Dafur. Jina langu naitwa Tutu. Tukutane katika sehemu ijayo ya simulizi.